Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. لكوا tuendelea kusoma شرح الشيخ الفوزان katika sehemu aliyosema الإمام المجدد رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى katika sharh akawa atupigia mifano ya kiakili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wale waliokufa na kuzikwa katika makaburi hata baada ya kuwa mchanga. Miongoni mwa adilla udalili ambazo amezitaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah, qala: wa min adillati al-ba'th, katika dalili za kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wafu, al-istidlalu bi khalqi as-samawati wal-ardh, kule kuumbwa kwa mbingu na ardhi yatosheleza kuwa ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuwafufua waliokufa. فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان. yule aliyeviumba hivi viumbe vikubwa sana ana uwezo wa kumrejesha mwanadamu baada ya kufa, لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. sababu yule aliyena uwezo mkubwa bila shaka jambo dogo kwake yeye ni sahali kulifanya, min babi aula. Na hili kila mwanadamu alielewa kuwa mtu ikiwa ana uwezo wa kufanya jambo kubwa, lile dogo litamshinda. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. je, yule aliyeumba mbingu na ardhi hana uwezo wa kuumba mfano wake? bala wa huwa al-khallaq al-alim, bila shaka Allah ana uwezo. Wacha kuomba mfano wa nyinyi wanadamu, hata mfano wa hizo mbingu na ardhi kuziumba tena hashindwi subhanahu wa ta'ala. Mjuzi muumbaji subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.
kule kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuumbwa kwa nani? Kwa watu. Yani binadamu ni nini ukiangalia mbingu na ardhi ambazo Allah ameziumba? Binadamu ni kitu kidogo sana. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Lakini wengi katika watu hilo hawalijui. Wengi katika watu. Na subhanallah, ili jambo ukilitizama utaliona kweli kabisa. Mtu yotembea katika hii ardhi hafikiri kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi atashindwa kuleta mfano wa mimi nikishaondoka duniani. hawezi kushindwa. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ je hawaoni hao kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi hakuchoka kuziumba mbingu na ardhi, hakuchoka? Hawaoni kuwa ana uwezo wa kukufufua maiti akamleta tena upya? Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu, hilo halitamshinda. Kwa hii ni istidlal ambao kila mmoja wetu aiona. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha katika kitabu chake, huyu aliyeumba mbingu na ardhi, ikiwa hivi viumbe vikubwa ameviumba, ujue hawezi kushindwa kuumba mfano wako. Yani wewe ni kitu kidogo sana Allah subhanahu wa ta'ala kukiumba. فهذه أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. hizi ni dalili pamoja na hii na zile tulizozitaja kabla ya hapo, ni dalili za wazi za kufufuliwa kwa wafu na kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwafufua walioko katika makaburi, wa annahu yujazi kulla amilin bi'amalihi, na kuwa Allah atamlipa kila mtendaji kwa kitendo chake alichokitenda. in khairan fa khair wa in sharran fa sharr. ukifanya khairi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa khairi yako, na ukifanya shari basi ile shari yako utalipwa kulingana na amali zako ulizofanya. فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. بس نكفور كفيري afanye uovu muovu, na zindiq na mulhid anayekanusha mpaka uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ajue mbele yake kuna kufufuliwa na kusimamishwa mbele ya Allah na kuhesabiwa na kulipwa kulingana na amali zako. Upende ukatae, sema hakuna, hivyo hivyo itakuwepo. Hata ukasema hakuna, siamini, si lazima wewe uamini ndio iwepo ama isikuwepo. Ikiwa wewe huamini ni hasara yako. Na ndio siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza wale watakaokuwa motoni, na malaika pia watawauliza afasihrun hadha, mko mkisema ni uchawi, mkiwaambia mtume ni uchawi, haya leo muona uchawi huu? Ama antum la tubsirun, ama hamuoni adhabu inayopita? ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. ملكم مكسما si kweli, muonaje ni kweli? قالوا بلى وربنا. sasa ndio kubali tena, waapa bala wa rabbina, tuapa kwa Mola wetu mlezi. Ankuwa Mola wenu mlezi leo, mlivyokuwa kule duniani mlikuwa mkisema nini? qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Sasa ionjeni adhabu kwa kuwa mlikuwa mkimkufuru Allah mlipokuwa duniani. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Yani siku hiyo mwanzo katika uwanja wa kiyama, rabbana absarna wa sami'na, sasa tushaona tushasikia kumbe kweli, farji'na na'mal salihan inna muqinun,
turegeshe tukafanye mema, sasa tuna yakini, hatuna shaka. Lakini siku hiyo itawafaa nini? qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, siku ya kiyama hakuna kafiri, wote watu wote watakuwa waumini siku hiyo. Waumini walikuwa waumini hapa duniani na kesho, hawa wengine siku hiyo ndio watafanya nini? Wataamini, watakuwa waumini siku hiyo. Lakini Allah sema nini? qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, kweli watakuwa waumini siku hiyo sababu washaona, lakini imani yao itawafaa kitu? Haiwafai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiwafai kitu. Imani itakufaa ikiwa hapa duniani ulikuwa unayo. Kwa hiyo wewe pinga, kataa, fanya uovu, fanya dhulma, lakini jua mbele yako wallahi kuna siku utasimama mbele ya Allah. Kila mmoja wetu, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yeyote katika nyinyi illa sayukallimuhu rabbuh, Allah atazungumza naye moja kwa moja, laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani katikati. Subhanallah, hii mawqif ni nzito sana. Wewe na Allah aliyekuumba peke yako, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akiangalia kulia au na yale aliyotanguliza, akiangalia kushoto au na yale aliyotanguliza, akiangalia mbele ni moto, basi jihifadhini na moto wa jahannam, wekeni kizuizi na moto wa jahannam, hata kwa kutoa sadaqa ya ubavu wa tende. Yani bimaana chochote unachoweza kutoa wewe, toa kwa ajili ya siku hiyo, ili ujihifadhi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. أما المؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله فإن عمله لن يضيع. أما يولي مؤمن أن يمشى الله سبحانه وتعالى نكم وابود الله نكجكربيشك الله, هو عملياك haiwezi kupotea. inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah subhanahu wa ta'ala hazipotezi amali za wale wenye kufanya mema. kile ulichokifanya utakikuta. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, mithqala dharra, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه katika sira yake ukisoma, mojawapo ya matukio ambayo yalitokea, siku moja alikwenda kusali salati al-isha rahmatullahi alayhi, وهذا ثابت عنه رحمه الله. yule imamu akasoma suratu zalzala, akasoma faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. baada ya swala Imam Abu Hanifa akabakia pale pale, ikawa yukariri ya man yujazi bi mathaqil dharra, ewe unailipa watu kwa uzani wa mdudu chungu, اغفر لي. akawa yuomba maghfira, akabaki pale yukariri faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mpaka asubuhi kapambauka, hajui kama yuko pale kuanzia salati al-isha mpaka asubuhi. akija muadhin amkuta amekaa pale, baba uko hapa? kwani sasa wakati wa salati al-fajr? sema subhanallah, mimi sikujua kama imepita ni usiku mpaka salati al-fajr imefika. ile bwana amwambia uko hapa kuanzia salati al-isha, qala aktum hadha anni, usimwambie mtu, ficha hili jambo. na hili bila shaka lilieleza baada ya kuondoka Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. yani nas
ni watu walikuwa wapige hisabu juu ya yale watakayokutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili lamsaidia sana mja katika kujiepusha na maasi na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kufikiria kuwa iko siku ataondoka duniani, ataulizwa maswali kaburini, kuna maisha ya barzakh yatakuwaje, kuna maisha ya akhira yatakuwaje, kuna siku atasimamishwa mbele ya Allah. Na ndio ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akizungumzia madhambi awakumbusha waja wake kuhusu kisimamo kizito mbele yake. wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah sema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. hawadhani hawa, yani hawajui hawa kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah liyaumin adhim, siku nzito kubwa. yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. watu watasimama kimya. Allah subhanahu wa ta'ala hii sura ametuletea katika kitabu chake katika sura nyingi sana, kwa watu watasimama na hali za watu watakavyokuwa wamesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kiasi cha kuwa ule ukimya wa ajabu na watu wote wamefufuliwa kimya. wa'anatil wujuhu lilhayy alqayyum, watu wote nyuso zao zimedhalilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. watu waongoje hisabu zao. Sasa ukikumbuka hii mawqif, bila shaka utajiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito, na ukijiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito, basi inshallah siku hiyo haitakuwa nzito kwako wewe. Allah atakufanyia wepesi. la yasma'una hasisaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. wakati watu wapata fadhaiko kubwa litakalotokea la kuwatia dhiki na huzuni, hao wako amani kabisa. si mmesoma kwa mfano sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh? watu watakuwa wengine wako habari zao kando, wengine wapata tabu sababu hawakujiandaa kwa ajili ya siku ile. قال فإن هناك موعدا يوفيه الله فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه. huyu mu'min huyu iko siku Allah atamtekelezea kile alichomwahidi. wa'ada Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad. ini ahadi ya Allah kuwalipa waumini pepo, na Allah subhanahu wa ta'ala havunji ahadi yake. atawatekelezea ahadi hiyo, bali atawalipa kwa amali zao chache ambazo sio qima ya pepo ya Allah, lakini kwa rehema zake atawalipa na kuwaingiza katika pepo yake, bali na kuwalipa maradufu na kuwapa mambo ambayo hata katika akili zao haikupita kuwa watapewa. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. yani sasa hivi hata tukianza kuizungumza pepo tutasema ina hiki na hiki na kile, lakini ule ukweli na hali halisi wataiona wale ambao watakaoingia katika ile pepo. sasa hivi wasoma vile watakavyoisoma janna namna ilivyo, bado waingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. yani ile starehe iliyoko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jicho lishawahi kuona, wala sikio kusikia, wala kupita kwa fikra ya moyo wa mtu. hii ndio itakuwa hali ya hawa watu wawili.
wale waliokufuru, na tena katika adhabu kali waliokuwa ndani yake, na bado pia wazidishiwa majuto kwa kuonyeshwa starehe za watu wa peponi. Ni maana watawaona watu wa peponi wakiwa starehe. Wanada ashabun nari ashabal janna, mpaka watakuwa wakiwaita watu wa peponi, na watu wa peponi watawasikia wakiwaita, an afidhu alaina min almaa au mimma razaqakum Allah, waomba bwana maji au katika vile ambavyo Allah amewaruzuku. Watu wa peponi watawajibu, inna Allaha harramahuma 'ala al-kafirin, Allah hivyo ameviharamisha, hampati bwana, hamwezi kupata nyinyi. Vyenu ni hizo za qumuko hamim, mno maji yao ya moto kama risasi zilizoyeyushwa, ndio hiyo ndio itakuwa hali ndio. Allahu musta'an. Almuhim الإنسان يفكر في العواقب. mtu atakana kae chini afikirie. Mara nyingi watu wazungumza kuhusu mustakbal, wallahi almustakbal imma ila aljanna wa imma ila an-nar. fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kundi moja la peponi na kundi moja la motoni. Hili ndiyo yatakikana mtu akae chini afikirie, mimi niko katika kundi gani, huku ama huku. Huu ndio mustakbali wako. Usijishughulishe sana na mustakbali wa dunia ambao huna dhamana nao hata dakika moja. Hakuna mtu sasa hivi anaweza kusema mimi hapa najua nitaishi dakika 5 zitakazokuja. Hakuna. Wakati wote mauti yatakufikia, na wallahi ile roho yako inapotolewa ushajua wewe ni katika watu wa peponi au motoni. Kwisha. Si ati uenda mbali, hapa ukiwa watolewa roho yako wewe tayari ushajua ni watu wa peponi au motoni. Pale tayari wajua. Kwa hakuna baina yetu sisi sasa hivi tulivyokaa na kujua kuwa twenda peponi ama twenda motoni isipokuwa kutolewa nini? Kutolewa roho yako tu katika kiwiliwili chako, wewe tayari ushajua. Sababu ikiwa ni katika watu wa kheri, wale malaika wanaokuja kutoa roho yako ni tofauti, na ukiwa ni katika watu wa shari ni tofauti. Mtu yajua ikitolewa roho yake tu. Sasa ikiwa iko hapo karibu hivyo, yani wallahi lau kama watu wangekaa chini wakazingatia hili, wangejua kuwa kuna haja kubwa ya mtu kujiandaa kwa ajili ya akhira. Tumeshughulishwa sana, alhaakumut takathur, watu wameshughulishwa sana na dunia mpaka wakiingia makaburini ndio wakumbuka. Lakini pale inapotolewa roho, kule kukumbuka kwako utakuwa hakuna manufaa yoyote. Kwisha wakati. Astadrik. Wallahu musta'an. Sikusudia kusonga mbele zaidi hapa. Simamia hapa inshallah. Kuanzia kipengele kitakachofuata kusoma katika kikao kitakachokuja inshallah taala. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.